yangu nikiwa sana, nilikuwa na mikono na miguu. Then tulikuwa tunaishi railway station hapa Thika. Babangu alikuwa anafanya kazi huko. So 1998 December date 18 tulikuwa tunacheza, tulikuwa tunakaa huko railway station. So nikiwa mahali juu, kuna mahali trains zilikuwa zinaletanga mizigo zinawekwa kwa hiyo store. So ilikuwa ni place yenye pako juu. Tulikuwa tunaenda kuchezea hapo. So mimi siku moja tukaenda kuchezea hapo, nikirudi home nikaanguka chini kwa reli. Juu hapo mahali penye pako juu, chini ni barabara za train. Nikaanguka hapo chini. Nayo train ilikuwa inarudi na nyuma. Ilikuwa imevutanga makonteina za mananasi. So venye mimi niliangukanga ilikuwa imeshafika, so ndio ikaanza kunikata mikono na miguu. Then juu inakwanga chini sana, ikanisukuma ikaenda ikaniacha mahali kulikuwa na shimo. Nikachanga hapo nikiwa nimekatwa mikono na miguu. Mikono na miguu zimeachwa mbali. Then mimi nikaenda ikanivuta mpaka kwa hiyo shimo, ikaniachanga hapo. So venye ilipitanga ndio sasa watu walikujanga wakaniona. Nikakaanga hapo kutoka saa 8 hadi saa 10. Juu watu walikuwa wanafikiria nimekufa. Then ndio nikakujanga, babangu ndiye alikujanga juu kuna place alikuanga, akakuja akanichukua akanipelekanga hospitali hapa Thika level 5. Nikakaanga hapo wiki moja. Then nikapelekangwa Kikuyu hospital. Na mikono nilikuwa nakaanga vizuri juu kama nikitaka kwenda mahali naweza jipeleka, lakini sasa hiyo naona hata kila kitu nafanyianga juu sina mikono na miguu. Kama ni kukula na bidi nipatiwe na mtu, kuoga, kupeleka kwa choo. Yangu nilipanga kwanza pesa za kwanza nikalipanga 7.3 million. Then lawyer wangu akakulanga hizo pesa. Then the balance, hiyo balance yenye ilikuwa imebaki babangu akalipanga nikiwa shule. Juu mimi nilikuwa nasomeanga Mombasa. Kurudi home nikapata amekula hizo do zote. Then akakuja venye alimalizanga hizo pesa akakuja akakanjeka na akapass. Kukaanga sana. Nimekuwa nikitamani sana kuwa pastor. So kuna time nini Kiengei alinionanga na akakuja akachukuanga story yangu. Then sasa ndio nilikuwa nimemwambianga naweza taka sana kuwa pastor. Hadi hao nilikuwa nimemwambia kama wanaweza ni sponsor. So ndio sasa nini Maestro ndio alinionanga kwa Kameme TV kwa ile Kiengei live. Ndio sasa akanilipia nini ya course ya theology. Na nimeshukuru sana na Mungu awabariki sana. Sana mimi nataka kuwa evangelist. Jana nasikianga tu nikitaka tu kunini hiyo nini ya kuwa pastor. Ndio. Mimi sometimes nikiamkanga asubuhi nakaanga na brother yangu time yenye yuko wako shule. So yeye anaendanga job kutafuta job. Mimi nabaki kwa nyumba peke yangu. Sasa mahali penye ameniacha tu ndio anakuja ananipata. So hiyo na struggle sana juu asubuhi tuseme ni akitoka ni kwa sijakula, takula tu time yenye atakuja. Ndio. Kwa hiyo kila kitu lazima wafanyiwe. But kuna time, hiyo time yenye nimekwambia nilikuwa nimeendanga London, nilikuwa nimewekanga mikono na miguu, nilikuwa natembea na nilikuwa naweza kujifanyia kitu juu mkono ilikuwa ile ya stima ya kucharge. Ndio ati nilikuwa naoganga nayo, najipea chakula, navaa nguo nayo. Ndio imesaidia sana kunipeleka Bishop Jogona hiyo college. Wamelilipia na hata niliambiwa shule tutaanzia date 5 next month. Ndio nataka sana kupata hizo mikono za stima. Hizo zenye nilikuwa nimewekwa zilikuwa zina sense venye nataka, zinashika ni kushika kitu, naweza kushika kitu, kama ni kutoa nguo inanitoa tu vizuri, nikunivalisha hata kuoga, hadi kwenda kwa choo nilikuwa naenda tu peke yangu. So naweza tamani sana kwa hizo mikono tena na miguu. But nilikuwa nimewekeanga London. Mikono zinatokanga 3 million mkono moja tu. Nilikuwa nimewekanga moja ya 3 million na miguu zinatoka 1.5 million.
tenders ambazo zinapeangwa watu pia za disability zitawekwa kando. So naweza sema kukuwa na disability si kusema kwamba hauwezi fanya kazi kama watu wengine. So naweza ambia watu ambao wako na kampuni, watu ambao wako kwa serikali ya kwamba watu wako na disability wabebwe kama watu wengine. Na ikifika ni mambo ya kuajiriwa kazi, tuko na yetu 5%, ni lazima kuhakikisha ya kwamba wamefanya vile sheria ya Act ya disability inasema ya kwamba 5% ya employment ikue. Ya pili pia mijengo ambayo inajengwa ya kisasa, tunasema ya kwamba ijengwe ambayo iko na lift, kwa sababu accessibility ni muhimu sana kwa mtu ako na disability. So tuna haki ya kusema watu pia ambao wanachukulia kunyanyasa watu wako na disability ya kwamba kuna sheria mpya ambayo sisi kama watu wa Kiambu tumeleta. Ukionekana unanyanyasa mtu wako na disability ama unamnyang'anya mali yake, unahukumiwa miaka.